Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwezesha wizara yangu kwa bajeti ya kutekeleza majukumu ambayo yamepangwa katika mwaka wa fedha 25-26, hususan maandalizi ya AFCON ambayo yatapelekea uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya michezo hapa nchini. Uwekezaji huu ni mbegu na chachu ya mabadiliko makubwa kuelekea kujenga uchumi, ajira na mapato kupitia sekta hii bunifu. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, ninakushukuru wewe binafsi kwa kunipatia nafasi ya kuwasilisha hotuba yangu katika bunge lako tukufu. Pia ninashukuru kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuhitimisha hotuba yangu. Naishukuru kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Husna Sekiboko mbunge kwa ushauri, maoni na maelekezo kuhusu utekelezaji wa shughuli za sekta za habari, utamaduni, sanaa na michezo. Aidha, ninakushukuru Naibu Spika kwa waheshimiwa wabunge kwa kunisikiliza na kuchangia hotuba yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba yangu imechangiwa na jumla ya waheshimiwa wabunge 15 ambapo kati yao hao 14 wamechangia kwa kuzungumza na mheshimiwa mmoja amechangia kwa maandishi. Niruhusu nitoe ufafanuzi kwa baadhi ya hoja zilizotolewa na kuchangiwa na waheshimiwa wabunge. Aidha, majibu ya hoja zote kwa kina yatawasilishwa kwa njia ya maandishi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika upande wa sekta ya habari, nieleze kwamba kwa kushirikiana na wadau wa habari, wizara imeendelea kulinda na kuenzi uhuru wa habari, na hii imefanya Tanzania kuendelea kutambulika na dunia katika kuenzi uhuru huo. Katika kipindi cha miaka mitatu, Tanzania imepanda kwa nafasi 48 katika viwango vya uhuru wa habari duniani kutoka nafasi ya 143 mwaka 2023 hadi kufikia nafasi ya 95 mwaka 2025. Na hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Reporters Without Borders, ambapo katika ripoti ya mwaka jana 2024 Tanzania ilipanda kutoka nafasi ya 143 hadi nafasi ya 97, na katika ripoti ya mwaka huu iliyotoka wiki jana tarehe 2 Mei, Tanzania imepanda nafasi 2 kutoka 97 hadi 95. Hii ni ishara kwamba uhuru wa habari hapa Tanzania unazidi kuimarika. Lakini pia pamoja na hayo yote, Mheshimiwa Naibu Spika, Tanzania imeendelea kuwa kinara wa waandishi wake nguli wa habari wanaoshikilia nafasi za juu katika vyama vya kihabari kikanda. Waandishi hao ni Deodatus Barile ambaye ni rais wa Jukwaa la Wahariri Afrika Mashariki, Bwana Kajubi Mkangaja ni mwenyekiti wa Baraza la Habari Afrika Mashariki, na Bwana Enes Sungura ni mwenyekiti wa mabaraza huru ya habari barani Afrika. Na Mheshimiwa Naibu Spika, tunategemea mwaka huu kuwa na mkutano wa kimataifa wa mabara huru ya habari duniani unaotarajiwa kufanyika mkoani Arusha mwezi Julai mwaka huu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni washukuru wote waliochangia katika hotuba yetu, na kama nilivyosema, majibu mengine mtayapata kwa maandishi. Nianze na hili la TSN, yani shirika la magazeti ya serikali. Hali hiyo imeanza kubadilika kwa sababu ya mtiririko wa fedha. Kwa mwaka 2023-24 zilitengwa shilingi bilioni 10, lakini zilitoka shilingi milioni 270 pekee. Katika mwaka 24-25 zilitengwa shilingi bilioni 5 na zilitoka zote bilioni 5. Katika mapitio ya bajeti ilionekana umuhimu wa kuongezewa fedha bilioni 4 na milioni 800 katika mradi huu, na tayari kwa miezi 4 iliyopita serikali imetoa shilingi bilioni 2.3, hivyo kufanya jumla ya fedha zilizotolewa mwaka huu 2024-25 kuwa bilioni 7 na milioni 300. Hivyo kwa usimamizi unaoendelea sasa na kwa mtiririko wa fedha unaoendelea, mradi umefikia 57.9 na unatarajiwa kukamilika Septemba 2025. Wizara inapokea ushauri wote unaopatikana unaotolewa na wabunge, lakini niwahakikishie hali ya TSN inazidi kubadilika, na tunaamini kutokana na huu mtiririko wa fedha hali itakuwa bora zaidi. Lakini lolote ambalo litatusaidia kufanya hali hiyo ikamilike kwa haraka, sisi tunaliunga mkono na tutalifanyia kazi. Nije kwenye suala la mkakati wa fursa za ajira za Kiswahili kwa vijana wetu, Mheshimiwa Hadija Hassan Aboud alieleza vizuri. Nieleze tu kwamba wizara inaendelea kutekeleza fursa za ajira za Kiswahili kwa vijana, ikiwemo ujenzi wa shule ya Kiswahili na stadi za Kiafrika itakayotoa fursa za ajira kwa vijana, kufungua vituo mbalimbali vya kufundishia Kiswahili kwa wageni kupitia balozi za Tanzania nje ya nchi na vituo nje ya balozi. Lakini wizara kupitia BAKITA imeendelea kuendesha mafunzo ya msasa kwa taaluma mbalimbali za Kiswahili, mfano ukalimani, tafsiri, uhariri na ufundishaji Kiswahili kwa wageni hasa vijana,
ili waweze kutumia fursa za ukalimani katika mikutano ya kimataifa. Na nieleze pia Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa swali mchango wa Mheshimiwa Mariam Nasoro Kisangi kuhusu kuwaenzi wazee na waandishi wa mashairi ambao wamesaidia kukuza na kuendeleza Kiswahili, na miongoni mwao ni Shaban Robert, Profesa Penina Muhando na Nyambari Nyangwine. Tunapokea maoni yake ya kuwaenzi wataalamu wa mashairi na watu wenye mchango katika kukuza na kuendeleza Kiswahili. Ni jambo lenye tija ambalo limekuwa likifanywa na BAKITA na imeshatoa tuzo mbalimbali kwa waandishi wakiwemo hayati Shaban Robert, Profesa Penina Muhando, Profesa Masamba, Mzee Amiri Sudi, Andanenga na wengineo wengi. Tuzo zinaendelea kutolewa na Mheshimiwa Nyambari Nyangwine naye atafikiriwa. Lakini nitoe rai kwa shule zetu tena kurudisha kwa kasi kabisa ushairi wetu wa ngonjera ambazo zilikuwa zinahamasisha vijana kuwa wabobevu katika lugha ya Kiswahili fasihi. Mheshimiwa Jessica Jonathan Msambatavangu ametoa ushauri mzuri kwamba BAKITA iepuke kutengeneza maneno magumu, mathalan kishikwambi, akili mnemba, ambayo yanahusisha vitu na hali halisi. Maoni yako yamepokelewa. Ni vyema mchakato wa kuunda maneno uwe maneno ya kuelewekwa. Kwanza, maneno hutafutwa kwenye lahaja za Kiswahili na tunazo nyingi tu, na nipende kuwapongeza BAKITA kwa kutoa Kiswahili cha kamusi ya Kiswahili cha lahaja ya Kimakunduchi, Kitumbatu, Kipemba, na tumewahimiza waendelee kutoa Kiswahili katika lahaja ya Kimvita, lahaja ya Kipate, lahaja ya Kiamu, lahaja ya Kiungwana ambayo inazungumzwa Kongo, na lahaja ya Kiswahili ambacho kinazungumzwa Madagascar, na lahaja ya Kiswahili ambacho kinazungumzwa Komoro. Kwa hiyo tutaendelea kufanya maneno ya utohozi, na yapo mengi tu katika Kiswahili kutoka kwenye Kiarabu, Kiajemi, Kireno, Kijerumani. Lakini nitaka kusema kwamba utohozi tu unaweza pia ukakifanya Kiswahili kupoteza uhasia wake. Lakini pia tunachukua ushauri wa Profesa Wole Soyinka ambaye kwa mara ya kwanza mwaka 1976 ndio aliyesema Kiswahili kiwe lugha ya Afrika. Profesa Wole Soyinka, na yeye alishauri kwamba ili Kiswahili kiwe lugha ya Afrika kianze kuchukua maneno kutoka katika lugha nyingine za Afrika, ili baada ya hapo Waafrika wote wawe na lugha ambayo inawaunganisha. Kwa hiyo tumepokea ushauri wako na tutajitahidi kutumia maneno kutoka kwenye lugha zetu na lahaja zetu badala ya kuunda maneno kwenye maabara za lugha. Sasa Mheshimiwa Spika, naomba nizungumze swala la Singeli. Kwanza nishukuru sana mjadala huu ambao umekuwa kwa muda mrefu, na tuliamua kukaa kimya ili Watanzania waseme. Watanzania tunasahau sisi ndio taifa katika bara la Afrika lenye tofauti kubwa za utamaduni, tofauti kubwa za lugha kuliko taifa lolote katika bara la Afrika. Sisi ndio tofauti kubwa sana. Tuna utamaduni wa Wabantu, wa Wakushi, wa Wakoisan, Afroasiatic. Lakini kinachotufanya Watanzania tujione ni wamoja ni juhudi za baba wa taifa kutuunganisha kuwa taifa moja. Nje ya hapo sisi tuna tofauti kubwa kuliko nchi yoyote ya bara la Afrika. Na sisi ndio peke yetu tuna lugha, makundi 5 ya lugha, pamoja na lugha za watu waliokuja baadaye wa Afroasiatic ambao ni wa Iraki, ni wa Mbugu, lakini tuna watu wenye lugha ya asili ya kale katika bara la Afrika wa Hazabe. Kwa hiyo tuna tofauti kubwa sana ya utamaduni. Na ukitaka kujua hiyo, neta jambo lolote la utamaduni. Hapo ndio utakapojua tofauti ya Watanzania. Na tutahangaika na hilo. Kwa sababu hiyo serikali haiwezi kuja na wimbo mmoja, haiwezi kuja na chakula kimoja, haiwezi kuja na nguo moja ikijua kuna anuai diversity hiyo. Na wakati mwingine imetufanya tukimbilie nyimbo za kwaito kwa sababu haina mwenyewe kuliko nyimbo za sisi wenyewe kwa sababu tunaona ni tofauti. Tumshukuru sana baba wa taifa. Asingefanya hivyo, Tanzania hii ingekuwa haikaliki, kwa sababu tuna tofauti kubwa katika mavazi, katika chakula, katika vionjo, na vinachochewa pia na imani za dini. Kwa hiyo tushukuru tuko taifa moja. Na maana yake nini? Lazima tutekeleze 4R katika kujadili mziki wa Singeli. 4R za Rasisi Samia Suluhu Hassan za ustahimilivu. Sasa Singeli kwa sasa imekuwa ni moja kati ya miziki ya Tanzania kama ilivyo kwa miziki dansi, tarabu, kwaya, bongo flava na miziki mingine. Na Singeli sisi tunachofanya wala sio kuipeleka duniani. Singeli tayari imekwisha kwenda duniani kwenye matamasha ya Ubelgiji, na haichezwi kama hizo ambazo mnaziona ambazo naibu spika amenisaidia.
imekwenda kwenye tamasha la Primavera Spain, tamasha la Coro Festival Ufaransa, tamasha la Munich, tamasha la Düsseldorf, na tamasha ambalo Ashaku Msematusi Nyege Uganda. Lakini juzi tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025 kwenye tamasha la Samia Serengeti Music Festival ambalo mgeni wa heshima alikuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dogo Paten pamoja na Zuchu, walicheza singeli ambayo iliwafanya watu wachangamke. Kwa hiyo yako mambo ambayo ni ya upotovu wa maadili, na hiyo sio kwa singeli tu, iwe ni mziki wa Injili, iwe ni mziki wa dansi, iwe na mziki wowote. Utakapokuwa na mambo ambayo sio ya maadili, wizara itachukua hatua. Kama mziki wa Injili utakuwa ni wa kunengua, utachukuliwa hatua. Kama mziki wa kawaida utakuwa hawendi, utachukuliwa hatua. Kwa hiyo tusichanganye vionjo vya wachezaji na aina ya muziki. Yakumbukeni maneno katika Biblia ya Yesu Kristo walipompelekea kahaba, akasema yule ambaye hajawahi kufanya hayo awe wa kwanza wa kumtupia huyo jiwe. Wote waliangalia chini na kuchora chini ya miguu yao. Tuwasaidie vijana hawa kuusafisha mziki huo ambao tayari umeshakwenda duniani. Hatutavumilia aina yoyote ya mziki unaotweza wanawake wala kuwashushia hadhi, uwe ni wa aina yoyote ile. Lakini singeli imepiga hatua, na kama alivyosema naibu spika, singeli tunayozungumza ya kwenye video, na nimeletewa hiyo sijui ya Nairobi ya wapi, hao ni vijana waendelewe kuombewa, waendelewe kuaswa, waendelewe kuonywa. Na kama alivyosema Yesu, nimekuja kwa wagonjwa, mimi ni tabibu na sio walio wazima. Nyinyi wote ambao mmeokoka, endeleeni kuwaombea hao watu, na imbeni utabibu wa kweli ni Yesu Kristo au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili wawe na heshima katika aina zote za muziki na aina yote ya michezo. Nije kwenye suala la mstakabali wa mchezo wakati ya Simba na Yanga. Mheshimiwa Spika, naibu spika, umeeleza wazi. Kwa mujibu wa sheria za FIFA, wizara au serikali haiwezi kuingilia swala hilo. Swala la ligi linasimamiwa na TFF, linasimamiwa na bodi ya ligi, na kanuni haziruhusu serikali kuingilia mambo hayo, kwa sababu ukifanya hivyo FIFA itaifungia Tanzania. Sasa kwa ndugu yangu Sware na wanasheria wengine, hilo jambo ni sub judice, na kwa sababu ni sub judice siwezi kulisema. Nikilisema nitakuwa nimefanya makosa ya padri kutoa maungamo. Kwa hiyo tunaendelea na juhudi mbalimbali, na mazungumzo yetu yaligusa kuhusu kuboresha mchezo wa mpira katika nyanja mbalimbali. Mheshimiwa naibu spika, nichukue tena kuwashukuru wabunge wote waliotoa maoni ya kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan apewe tuzo kwa kufanya maendeleo ya michezo. Hakika Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni hidaya ya taifa letu. Dr. Samia Hassan amekuwa ni hiba ya taifa letu katika eneo la michezo, sanaa na michezo. Na mimi tunaunga mkono kabisa wazo hilo la wabunge la kuwa na aina maalum ya tuzo kwa Mheshimiwa Rais kwa kutambua mchango wake mkubwa katika sekta hii ya michezo, sanaa, utamaduni na habari. Kwa hiyo Mheshimiwa naibu spika, kuhusu masuala ya viwanja, niwahakikishie kabisa ndugu yangu Priscus Tarimo wa Moshi mjini kwamba tutatuma wataalamu kuja kuangalia swala la kiwanja cha Moshi. Na ndugu yangu alikuwa hapa Mheshimiwa Tadeo Joseph Tadeo, naona ametoka, mbunge wa Mwanga, na najua kwa nini ametoka. Kama mlivyosikia tangazo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumefikwa na msiba mkubwa wa kuondokewa na mzee Cleopa David Msuya, aliyekuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais, lakini ambaye pia alikuwa waziri mkuu wakati wa Mwalimu, alikuwa waziri wa viwanda na biashara na waziri wa fedha, na ni mzee ambaye ametoa mchango mkubwa kwa taifa. Kwa ndio maana haoni, lakini hayupo hapa, na yeye namhakikishia nitakwenda Mwanga kuona hivyo. Lakini ndugu yangu Edwin Sware, nitafika Lupembe, Njombe, ili kuja kuona eneo hilo na tuone na wataalamu ni jinsi gani pia tutaboresha uwanja wa Lupembe Njombe. Na iko sababu kubwa sana ya mimi kufika Lupembe Njombe, kwa sababu mama yangu mkubwa nilikokulia aliolewa na Rutangiro kutoka Lupembe. Kwa hiyo nitakuja huko. Ndugu, naomba kuhitimisha kwa kueleza kwamba baada ya mafanikio makubwa ya timu ya Simba, na sasa inaingia kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho linaloandaliwa na CAF, ambapo klabu ya Simba inakwenda Morocco kupambana na klabu ya RS Berkane.
serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan imefanya maamuzi ya kutoa ndege itakayoipeleka klabu ya Simba Moroko kwa ajili ya mchezo huo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.